Katika nyanja hatari zaidi za asili, kuishi sio suala la nani ana mbio zaidi au nguvu zaidi. Ni kuhusu nani mjanja zaidi, nani anadanganya vizuri zaidi, au anayepigana kama mnyama hatari. Wawindaji wanapobisha hodi, wanyama wengine hawakimbii, wanabadilika, wanalipuka, wanapigana kwa hila. Hii sio vita ya haki, hii ni vita kamili. Na sheria? Hakuna sheria. Karibu kwenye orodha ya mbinu za ulinzi za ajabu zaidi katika asili. Mikakati mikali kiasi kwamba utadhani imetoka kwenye filamu ya hadithi za kisayansi au mwongozo wa uwanja wa vita. Hebu tuangalie mbinu 10 za ulinzi za kichaa zaidi katika ulimwengu wa wanyama. Namba 10. Pweza mwigaji, gwiji wa kujificha. Sahau vinyonga. Gwiji halisi wa kubadilisha umbo anaishi chini ya maji. Kutana na pweza mwigaji, kiumbe mwenye kipaji cha kuiga ambacho kingewafanya waigizaji wa Hollywood kuwa na wivu. Lakini hapa kuna utata. Pweza huyu abadilishi rangi tu kama jamaa zake, anageuka kuwa viumbe tofauti kabisa. Kwa kukunja mikono yake na kutikisa mwili wake, anaweza kubadilika kuwa zaidi ya wanyama 15 tofauti wa baharini. Nyoka wa baharini? Rahisi. Ananyoosha mwili na kuwa na milia nyeusi na nyeupe, akijongea kwa hatari kwenye sakafu ya bahari. Samaki simba? Hakuna shida. Anatanua mikono yake kuiga miba hiyo yenye sumu. Samaki lapa, kaa, pweza, yote ni sehemu ya onyesho. Wanasayansi wamemwona akichagua mnyama gani wa kuiga kulingana na adui anayekumbana naye. Ni kama mwigizaji anayebadilisha mchezo kulingana na watazamaji. Fikiria hilo. Badala ya kupoteza nguvu kupigana, anacheza mchezo wa akili, akiwahadaa washambuliaji wakae mbali. Katika ulimwengu wa chini ya maji, huko sio kuishi tu. Huo ni ukongwe. Namba 9. Mende mpiga mabomu, the bombardier beetle, mzinga wa kemikali. Akiwa na maabara ya kemikali mwilini, mende huyu anarusha tindikali inayochemka moja kwa moja kutoka mwilini mwake. Sio mara moja tu, tena na tena, kwa usahihi wa hali ya juu. Ndani ya tumbo lake anabeba vyumba viwili tofauti vya kemikali. Zikiwa peke yake hazina madhara, lakini hatari inapotokea, mende huyu anazichanganya katika chumba maalum cha mmenyuko. Na matokeo yake ni mlipuko. Mchanganyiko huo unapata joto papo hapo, ukifikia zaidi ya digrii 212 za Fahrenheit, digrii 100 Celsius, kisha hulipuka kwa kasi ya risasi za sumu kali. Wawindaji hawaungui tu, wanapofushwa, wanapata mshtuko na mara nyingi hukimbia kwa hofu. Baadhi ya mijusi wameonekana wakimtema mende huyu mara tu anapolipuka, wakitikisa vichwa vyao kwa maumivu. Hata wanasayansi wameufananisha mchakato huu na kurusha moto kukiwa kumechanganyika na pilipili ya kupuliza iliyotengenezwa kwa ustadi. Umbo dogo, pigo la mlipuko. Namba 8. Mjusi mwenye pembe, the horned lizard, mrusha damu. Anaweza kuonekana kama jiwe la jangwani lisilo na madhara lenye miiba. Lakini silaha ya siri ya mjusi huyu ni jinamizi tupu. Akibanwa, hakimbii wala kujificha. Anautumia mwili wake kama silaha. Mjusi mwenye pembe anaweza kurusha michirizi ya damu moja kwa moja kutoka kwenye kona za macho yake. Ndiyo, damu halisi inayorushwa kwa usahihi wa kushangaza hadi futi 5 kwenda mbele. Na hapa ndipo kuna kioja. Haimtishi tu adui kama mbweha. Damu hiyo ina ladha mbaya sana. Imejaa kemikali zinazowasha mdomo na macho ya mshambuliaji. Fikiria ukimuuma mnyama unayetaka kuumla na ghafla anakurushia majimaji ya moto na machungu usoni mwako. Inatosha kumfanya hata mbweha mwenye njaa amteme na kuondoka. Inasumbua kabisa. Inafanya kazi bila shaka. Jangwani kuishi sio suala la kuonekana mgumu. Ni kuhakikisha hakuna anayetaka kukuuma mara ya pili. Namba 7. Kamba mantis, kamba mwenye ngumi moja. Anaweza kuonekana kama mnyama wa kupendeza wa kwenye aquarium, lakini kamba huyu anapinga ngumi kali kuliko bondia wa uzito wa juu aliyelewa kafeini. Akiwa na mikono kama rungu, kamba mantis anapiga kwa kasi ya zaidi ya maili 50 kwa saa, haraka kuliko kupepesa jicho, haraka kuliko risasi chini ya maji.
Nguvu ya ngumi yake ni kubwa sana kiasi kwamba haipigi mara moja tu. Mgongano huo unatengeneza mapovu ya mshutuko au cavitation bubbles, mifuko midogo ya maji yenye joto kali ambayo inaporomoka na kusababisha wimbi la pili la mlipuko. Hiyo inamaanisha hata kama pigo la kwanza litakosa, wimbi la mshutuko lenyewe bado linaweza kumshangaza au kumuua adui. Wanasayansi wamepima nguvu ya pigo hilo kuwa zaidi ya Newton 1500. Inatosha kuvunja kaa wenye magamba magumu, kuponda konokono na ndio hata kuvunja kioo cha aquarium. Wapiga mbizi wanawaita wapasua vidole kwa sababu maalum. Lakini hapa kuna sehemu ya ajabu zaidi. Pigo ni la haraka sana kiasi kwamba linazalisha mwanga na joto la ghafla, likichemsha maji kwa sekunde chache. Kwa namna fulani, Kamba Mantes hapigi ngumi tu, anatumia sheria za fizikia kama silaha. Mwili mdogo, ngumi kubwa. Na katika klabu ya mapigano ya chini ya maji, Kamba Mantes ndiye bingwa asiyepigika. Namba 6, Nungu the Porcupine. Ngome inayoishi. Kosa moja dogo na kiumbe huyu mwenye manyoya anageuka kuwa mtego wa sindano unaotembea. Akilinda mgongo wake kuna zaidi ya miiba 30,000. Mingine ina ndoana, mingine ina uwazi ndani. Yote imetengenezwa kikamilifu kuleta maumivu. Kinyume na hadithi za uongo, nungu hawarushi miiba yao. Lakini hawahitaji kufanya hivyo kwa kutikisa mkia haraka au kujipinda ghafla. Miiba hiyo mikali kama wembe inajichomeka ndani ya ngozi, ambapo ndoana ndogo zinaifanya iwe vigumu kuichomoa. Wawindaji wanaopuuza onyo huishia kuchechemea, taya au miguu ikiwa imejaa miiba. Wakati mwingine wanajeruhiwa vibaya sana ikiwa miiba itachoma ndani zaidi. Hata wanyama wakubwa kama chui na simba wameonekana wakikata tamaa baada ya jaribio moja baya. Ni mkakati wa ulinzi tupu. Hakuna kasi, hakuna sumu, hakuna hila. Ni silaha tu inayomuumiza yoyote mpumbavu wa kutosha kuijaribu. Msituni, nungu hana haraka wala hatishi, lakini hahitaji kuwa hivyo. Namba 5, Armadillo the Armadillo, kifaru anayefaringika. Wawindaji wanapokaribia, hapaniki, anageuka kuwa kifaru wa zama za kale. Armadillo wa mikanda mitatu hujikunya na kuwa mpira kamili wenye silaha. Anaficha kichwa, miguu na mkia kwa kubana sana kiasi kwamba hakuna nafasi inayobaki. Mabamba yake ya silaha yanaungana kama vipande vya fumbo, puzzle, yakiunda ngao ngumu kiasi kwamba hata taya za jaguar, chui wa Amerika, haziwezi kuifungua. Aina nyingine za armadillo hutegemea kuchimba au kukimbia, lakini huyu anachukua njia tofauti. Anakuwa kitu kisichogusika. Ng'ata, papura, tikisa, hakuna kinachopita. Wawindaji hatimaye hukata tamaa, wakiwa wamechanganyikiwa, wakimuacha mpira mdogo wenye silaha ukiwa salama ndani. Ni ulinzi wa kimya uliokamilika. Hakuna kupigana, hakuna kukimbia. Ni uvumilivu tu uliofungwa kwenye chuma. Namba 4, Hagfish, mharibifu wa chini ya maji. Hagfish sio mpiganaji, ni mharibifu. Hatari inapotokea, anaachilia tsunami ya ute mzito na wa haraka unaoziba mashavu ya samaki kama saruji mbichi. Lakini hapa ndipo kwenye utisho. Huu sio ute wa kawaida. Ute huu una nyuzi ndogo sana ambazo hupanuka papo hapo zinapogusa maji. Hagfish mmoja anaweza kutoa lita kadhaa za ute huu kwa sekunde, akigeuza maji safi ya bahari kuwa wingu la jeli inayokaba. Kwa mwindaji anayepumua kupitia mashavu ni kama kuvuta zege puani. Papa, mikunga na hata samaki wakubwa wameonekana wakikabwa, wakirukaruka na kurudi nyuma kwa hofu baada ya mdomo kujaa ute wa hagfish. Baadhi ya wanasayansi wanaita uharibifu wa kibiolojia. Ni ulinzi madhubuti kiasi kwamba hagfish yamedumu bila kubadilika kwa zaidi ya miaka milioni 300. Wakati wawindaji wakihangaika na kukosa hewa, hagfish anajifunga fundo,
anajisafisha ute wake mwenyewe na kuondoka kwa kuyumba kama vile hakuna kilichotokea. Namba 3, kipepeo bundi the owl butterfly. Mdanganyifu mwenye sura bandia. Kwa mtazamo wa kwanza, kipepeo bundi anaonekana wa kawaida, mdudu mwingine tu anayeruka kwenye nchi za joto. Lakini mara tu anapofungua mabawa yake, kiinini macho huanza. Macho makubwa kama ya bundi yanakuangalia. Sio macho halisi bila shaka, bali michoro halisi sana iliyochorwa kwenye mabawa, ikiwa na duara, vivuli na kina ambavyo huwadanu wawindaji wafikiri wanatazamwa na kitu kikubwa zaidi. Kwa ndege mwenye njaa, madoa hayo ya macho yanapiga kelele, kaa mbali, mimi sio chakula, mimi ni hatari. Na huu ndio ujanja wenyewe. Kipepeo huyu hana nguvu, hana kasi, wala hana sumu. Anategemea udanganyifu pekee. Mwangaza wa haraka wa macho hayo bandia mara nyingi unatosha kumfanya mwindaji ashtuke, asite au akimbie, kumnunulia kipepeo sekunde chache za thamani kutoroka. Namba 2, kiwavi nyoka the snake caterpillar, mwigaji wa kutisha. Kwa mtazamo wa kwanza, ni kiwavi mdogo kwa kijani anayejinyonga kwenye tawi, mlaini na asiye na ulinzi. Lakini hatari inapokaribia, onyesho huanza. Kwa kufumba ama kufumbua, kiwavi huyo anavimbisha sehemu ya mbele ya mwili wake, akifichua alama zilizokolea ambazo zinafanana kabisa na magamba ya nyoka. Kichwa chake kinavimba kuwa umbo la almasi. Macho mawili makubwa yanatokea, na wakati mwingine hata anayumba au kutoa sauti ya kuzomea au hiss. Kwa ndege au mjusi mwenye njaa, hichi sio chakula cha mchana tena, ni nyoka anayemwangalia. Ukweli ni kwamba hawezi kuuma, kuumiza wala kupigana. Ni maigizo matupu. Lakini igizo hilo linashawishi kiasi cha kuwasimamisha wawindaji. Ndege mara nyingi husita, huzunguka kwa tahadhari na kisha kuruka zao, wakiacha kiwavi akiwa hajadhurika. Ni kuishi kwa njia ya udanganyifu. Namba 1, sisimizi mlipukaji, kujitoa mhanga mkuu. Wanyama wengi wanapigana ili kuishi, lakini sisimizi mlipukaji anapigana kulinda kitu kikubwa zaidi, koloni. Mambo yanapokuwa magumu, mdudu huyo mdogo anakuwa gruneti hai. Anakaza mwili wake kwa nguvu kiasi kwamba tumbo lake linapasuka. Anarusha mchanganyiko wa ute wa sumu unaonata kila upande. Mlipuko huo unawaganda wawindaji papo hapo, unaunguza ngozi yao na unaweza hata kuua washambuliaji wadogo. Sisimizi anakufa papo hapo, lakini katika sadaka hiyo ananunua muda kwa dada zake kujipanga upya, muda kwa ajili ya malkia na mustakabali wa koloni kubaki salama. Wanasayansi wanaita hii autothesis, ulinzi wa kujiua unaopatikana kwa spishi chache tu, na inazua swali kuu. Je, kuishi ni nini kama sio kutoa uhai wako ili wengine waishi? Huu sio ulinzi tu, huu ni mlipuko, tendo kuu la uaminifu na mojawapo ya silaha za kushangaza zaidi za asili. Kutoka vita vya kemikali hadi udanganyifu wa kimkakati, wanyama wamebuni mikakati ya kuishi ambayo inashindana na mbinu za kijeshi na ujasusi. Hawanusuriki tu, wanabuni. Hivyo wakati ujao utakapomuona mdumu anayeonekana mpole, fikiri mara mbili. Chini ya ganda hilo lisilo na hatari, kunaweza kuwa na shujaa mdogo hatari zaidi wa asili. Ikiwa umefurahia safari hii ya porini kupitia mbinu za ulinzi za kichaa zaidi katika ulimwengu wa wanyama, bofya kitufe hicho cha like, subscribe kwa ajili ya video zaidi, na gonga kengele ili usikose nafasi ya kuona jinsi asili inavyopigana kiganda. Hadi wakati mwingine, endelea kuwa na udasisi, kaa salama na kaa kivingine.